Shalom, shalom mwana wa Mungu. Tunamshukuru Mungu kwa neema aliyotupa na Mungu amekuwa ni mwaminifu sana. Majina yangu ni Mwalimu Bright Nyaende. Leo nimependa kushirikisha jambo la msingi sana. Moja kati ya changamoto kubwa zinazokabili watu wengi katika familia leo ni baba wa familia kuwa na mahusiano na wadada wa kazi. Kuna scenario unayoiona kama ya Abraham. Abraham alimchukua mdada wa kazi wa mkewe anaitwa Ajili, lakini alipewa na mkewe. Lakini kuna scenario unayoikuta kama ya mke wa Potifa. Mke wa Potifa alitamani kutembea na Sulemani. Kwa hiyo unaona kuna scenario ambayo baba mwenye nyumba anataka kushiriki tendo la ndoa na msaidizi wa kazi, na kuna scenario ambayo mama mwenye nyumba anatamani kutembea au kushiriki tendo la ndoa na kijana au msaidizi wa familia. Watu wengi na ndoa nyingi leo zinapita changamoto hiyo. Nimejaribu kufanya research ndogo tu ya kumuuliza mtu ambaye alikuwa anatafutia wadada wa kazi za ndani. Nikamuuliza changamoto yako kubwa ni nini? Akaniambia 80% ya wadada wa kazi na pia kufanya kazi kwenye nyumba za watu wanaleta malalamiko ya kuwa baba mwenye nyumba anayotaka. Lakini niliuliza makusudi kwa sababu ni kitu ambacho kinatembea zaidi kwenye ulimwengu wa roho. Kuna wanaume wengi wanapambana kuhakikisha kwamba hawashiriki tendo la ndoa na dada wa kazi, lakini wanashindwa kwa sababu chanzo cha tatizo lao kiko rohoni wala sio mwilini. Yaani kuna wanawake wengi wanalalamika waume zao wanatembea na dada wa kazi, lakini wanashindwa kugundua kinachomsukuma baba afanye vile sio kitu cha mwilini bali kina asili ya rohoni. Na ndio maana kuna wababa wengi wanatamani sana wasishiriki tendo la ndoa na wadada wa kazi, lakini kwa namna moja au nyingine wanajikuta wameshiriki nao na wameshindwa kabisa. Nisikilize. Unaweza ukawa ni baba mwenye nyumba ambaye umekuwa unashiriki tendo la ndoa na wadada wanaokuja kufanya kazi nyumbani mwako na umetamani kuacha lakini umeshindwa. Hii ni ujumbe wa baraka na neema nimekuletea leo. Tunatamani tukusaidie na tukutoe kwenye huo mtego. Kuna mama unatusikiliza leo, moja kati ya mgogoro mkubwa unaokutesa wewe na mume wako ni mume kushiriki tendo la ndoa na wadada wa kazi. Umejaribu kila namna, umefanya vikao vingi, lakini umeshindwa kutatua tatizo hilo. Mungu amenipa neema, nimesaidia watu wengi sana. Tumefanya maombi pamoja, nimewapa program nzuri, na wako wababa wengi ambao wamebadilika na wake zao wameona baraka na neema katika maisha yao. Ni vizuri kujua na kutambua kwamba kuna watu wanafanya kazi kwenye nyumba za watu, lakini wametumwa specifically kwa mission ya kuharibu ndoa au familia. Lazima utambue wewe kama mwanadamu unaishi duniani. Baba wa nyumba anapofanya mapenzi na mdada wa kazi, priority sio kufurahisha mwili. Kwenye hali ya kawaida inaonekana kama priority ni kufurahisha mwili, lakini priority kwenye ulimwengu wa roho ni kuvunja ndoa au kuharibu familia. Kwa sababu kumbuka, moja ya kitu ambacho shetani anakipiga vita kwenye ulimwengu wa roho ni ndoa. Kwa namna rahisi ya kuharibu ndoa na kuvuruga ndoa ni uzinzi, kwa maana ya uasherati. Kwa mtu anapoingia katika uasherati ni mlango wa moja kwa moja wa kuweza kuvunja ndoa. Kuna ndoa nyingi zimevunjwa sababu ya baba kushiriki tendo la ndoa na mdada wa kazi, au mama kushiriki tendo la ndoa na kijana wa kazi. Yamkini wewe ni mama ambaye umekuwa ukishiriki tendo la ndoa na vijana wako wa kazi na unatamani kuacha, imeshindikana. Piga namba ya simu ambayo inatoka hapo chini. Ninaamini tutakusaidia na Mungu atabadilisha baraka yako. Kuna wababa wengi wanahangaika, wanateseka. Yaani yeye baba, kila dada anayoingia kwenye nyumba anajikuta ameshashiriki naye tendo la ndoa. Na akishiriki naye tendo la ndoa,
anakuwa tena aoni umuhimu wake, anatamani amfukuze na anajiapiza kabisa. Anasema akija mwingine sitafanya kabisa, anasema akija mwingine sitajaribu kabisa. Lakini anapoingia anajikuta amedondoka na kurudia kwenye tatizo lile lile. Na mbaya zaidi, Biblia Takatifu kwenye kitabu cha Walawi sura ya 18 imesema mtu asizini na mke wa baba yake. Jambo hili ni machafuko, tena jambo baya mbele za Mungu. Lakini ngoja nikufikirishe kitu kimoja. Nyumba nyingi zenye watoto wa kiume wenye umri mkubwa kidogo, miaka 18 na kuendelea, na baba mwenye nyumba, wamejikuta kwa sehemu kubwa wameshiriki tendo la ndoa na mtu mmoja ambaye ni dada wa kazi. Familia nyingi umekuta baba ametembea na dada wa kazi na mama ametembea na dada wa kazi. Kama ni baba una familia na una watoto wa kiume wakubwa, uwe makini sana. Yamkini jambo hilo limekupata. Na limekupata kwa sababu gani? Kwenye ulimwengu wa kawaida wa mwili tunaona ni kitu cha kawaida cha matamanio ya mtu, lakini kwenye ulimwengu wa roho tunaoishi, unaotawala mwili, ni maandalizi ya kutengeneza madhabahu ya kumiliki familia na kuweka vikwazo katika pointi fulani. Nisikilize, kama wewe ni mama ambaye una vijana wa kiume na unafikiri kwa namna moja au nyingine, yamkini mume wako ameshiriki tendo la ndoa na dada ambaye na baba pia na kijana wako pia ameshiriki kushiriki naye, tayari hilo ni agano limefanywa ndani ya nyumba. Lazima yafanyike maombi maalum, ifanyike ibada maalum ili kuondoa hilo agano ambalo limempa nafasi baba na mtoto kuungamanishwa kupitia agano la uzinzi. Mpendwa mtakatifu, mwana wa Mungu, nisikilize nikwambie, familia nyingi zimeharibikiwa kwa sababu ya agano la uzinzi. Ndoa nyingi zimevunjika kwa sababu ya wadada au vijana wa kazi. Leo unanisikia napoongea neno hili, kama wewe ni baba unahisi umekuwa na changamoto ya kutamani kushiriki tendo la ndoa na dada wa kazi na umejaribu kila namna kuacha, imeshindikana, tafute kwa namba hapo chini, nitakusaidia. Kama wewe ni mama, umekuwa mume wako anakusumbua na unaona kabisa kila dada wa kazi anapokuja imekuwa ni chanzo cha mgogoro, kama wanavyolalamika wamama wengine, wako wengi waliokuja kutulalamikia, na tulipowasaidia na kuomba pamoja na kumtolea Mungu sadaka, tumeona Mungu akigusa na kusaidia familia zao. Neema ya Mungu imekufikia nyumbani kwako na nilitamani leo tukusaidie. Piga namba ya simu hapo chini, tutakupa maelekezo, tutaomba pamoja na baraka itarudi nyumbani mwako. Neema ya Kristo ikufunike na baraka ya Mungu pamoja nawe. Usizalau jambo hili. Kama ujumbe huu umekujia leo na umekutabisha kwa miaka mingi, ninakusihi fanya ima tuwasiliane. Maana ila ya adui ni kukuvuruga, ni kukuaibisha, ni kukuharibia maisha, ni kukufarakanisha, ni kutamani kuona. Biblia inasema shetani anatamani kuwapepeta kama ngano. Ukisha shiriki tendo la ndoa na dada wa kazi, shetani tayari na mamlaka ya kupepeta kama ngano. Nisingependa ukapepetwa kama ngano. Ningetamani nikusaidie ili uone baraka ya Mungu, ili uone ustawi wa Mungu, ili uone kibali cha Mungu. Fanya ima tuwasiliane ili uweze kusaidika. Na baada ya kusema maneno machache hayo, naomba nikuombee kwa uchache, alafu wewe mwenyewe utachukua hatua ya kupiga simu na kuja kukutana nasi au kufanya maombi ili tuweze kukusaidia kutoka katika hicho kifungo cha ukahaba na wasaidizi wa kazi majumbani. Mungu Mfalme mwenye nguvu, ninakusihi umuondoe mtu huyu katika agano la kipepo na kiganga kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba wa mbinguni, Mungu, ninayetuma neno lako likalete ukombozi kwa mtu huyu. Nimeliona dhiki yake na tabu yake, ninatamani kuona ukimsaidia. Mrejeshe upya na umkomboe ili akutane na mkono wako wa nguvu, ili akafurahie ile amani ya mwanzo ya baraka na ustawi. Mungu, ninakushukuru kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu sasa na hata milele. Amen.